Bana, mara baada ya mchezo wa jana wekundu wa Msimbazi Simba kuondoka na alama 3 mbele ya Mashujaa Football Club, tuko na chambuzi lialia Yusufu Junior. Kwema ndugu yangu Yusufu? Kwema kaka. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda ndugu yangu. Nyama wanasema ya kwamba ni kama kafufuka upya. Bila shaka umeshuhudia mchezo dhidi ya Mashujaa. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani Yusufu? Nafikiri ulikuwa mchezo mzuri sana. Kwenye mchezo wa jana kila mchezaji alitekeleza majukumu yake. Kilichokuwa kinabaki ni namna gani ambavyo mnaweza mkawa na consistency ya kile ambacho mmeanza nacho. Nafikiri jana tumeshuhudia ufundi wa baadhi ya wachezaji, lakini utulivu kwenye eneo la mwisho la Simba, kwa maana eneo la ushambuliaji. Wengi walikuwa wakibeza ujio wa Chama kwenye kikosi cha Simba, lakini mimi binafsi nilikuwa miongoni mwa wale ambao nilikuwa nasisitiza endapo Simba itampata Chama kuna faida ambayo wataipata. Nafikiri kwenye mchezo wa jana tumeweza kuona ule utulivu ambao ulikuwa unakosekana kwenye eneo la mwisho. Chama amekuja kuongeza, na kwa hivi sasa ni kama Simba inaanza kutengenezwa icheze kumzunguka yeye. Kama umetazama kwenye mchezo wa jana, Chama ndo mchezaji pekee ambaye ametembea maeneo mengi sana ya uwanja. Alikuwa na uwezo wa kushuka chini kuja kuchukua mipira, lakini maeneo ya pembeni pia unamkuta akiwa anahusika kwenye kile ambacho kinaendelea ndani ya uwanja. Lakini ni mapema sana kuanza kusema usajili umelipa, lakini ziko dalili ambazo zinaonyesha ni kama Simba walifanya maamuzi haya kwa haraka, kama ni kama walikuwa wanachelewa hivi. Ujio wa mchezaji kama Libasi Gwe, mwamba kabisa kwenye mchezo wa jana, mechi yake ya kwanza anafunga, anaondoka kama man of the match. Moja kati ya kitu kikubwa sana kwake, na nafikiri kitaendelea kumjenga zaidi, kuendelea kuimarika zaidi katika kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri nimeona asilimia kubwa ya kikosi cha Simba kwenye mchezo wa jana. Baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa walipata nafasi ya kucheza na tuliona mchango wao kwenye kikosi. Mchezaji kama Kibabage kwenye mchezo wa jana alitoa assist ya goli la pili ambalo linafungwa na Selemani Mwalimu. Kwa hiyo naona utulivu ambao Simba ameanza kuupata baada ya kushinda kwenye mchezo wa jana. Nafikiri kama jana angeweza kutoa sare ama angeweza kufungwa, hivi sasa hapa singekuwa panakalika, ungeanza kusikia huko mashabiki kila mmoja angekuwa anaongea lake. Lakini nafikiri jana sio tu wachezaji ambao walikuwa na furaha ya ushindi, lakini mashabiki na uongozi wa Simba kwenye mchezo wa jana nafikiri walikuwa na nyakati bora zaidi. Libasi Gwe mchezaji bora, aliimbwa sana mara baada ya kufunga lile goli. Nataka tumzungumzie Libasi Gwe. Mengi amezungumzwa sana wakati wa usajili wake. Vipi performance yake, uwezo wake kwenye michuano hii, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika? Ni mapema kuanza kumzungumza sana, kwa sababu hii ni mechi yake ya kwanza anaanza ndani ya dakika 90. Lakini mechi yake ya pili baada ya kuwa amejiunga na Simba. Hii ilikuwa ni mechi yake ya kwanza na ligi kuu. Alicheza mechi ya ligi ya mabingwa kule ugenini. Naona ni mchezaji ambaye Simba ilikuwa inamhitaji. Yes. Kwa nini? Kwa sababu kija kwenye maeneo ya pembeni kwa upande wa Simba, ulikuwa unakutana na mchezaji kama Kibu Denis ambaye sio tu amekuwa na muendelezo duni kwa msimu, lakini hata ukirudi kwenye msimu uliopita Kibu Denis alikuwa na mchango mbovu sana katika ligi kuu Tanzania bara. Unarudi kwa Mpanzo ambaye fomu yake ni kama imeshuka. And then ukiangalia mawingo wengine kwenye msimu uliopita alikuwepo mchezaji kama kina Saleh Kalabaka ambaye yuko JKT, lakini Lada Kichasambi. Kwa unaona ujio wa Libasi Gwe kuna kitu ambacho Steven Becker anaanza kukitengeneza kutoka kwake. Mikimbio ambayo anakuwa anaifanya, lakini ule uthubutu wa kupiga nje ya boxe, nafikiri nimemshuhudia namna moja ama nyingine. Ni mchezaji ambaye anapenda zaidi kujaribu, na kwenye mchezo wa jana nilimuona. Hata mchezo ugenini kuna mikimbio ile ya aina ya goli ambalo amelifunga jana alikuwa anaifanya, ndani akafanyiwa faulo kwenye eneo la timu pinzani. Kwa hiyo naona ni mchezaji ambaye amekuja kuongeza kitu endapo ataendelea kufanya vizuri zaidi ya kile ambacho amekifanya kwenye mchezo wa jana. Nafikiri kama hatosahau wajibu wake kama mchezaji na akajua maana ya kuwa Simba, itamrahisishia zaidi kuwa mchezaji mzuri sana na akaimbwa. Ni rahisi kwa hivi sasa watu wakakutajia Libasi Gwe mbele ya Neo Maema. Yaani itakuwa ni rahisi sana watu kuanza kumtaja mchezaji kama Libasi Gwe mbele ya Kibu Denis ambaye ana muda mrefu kwenye kikosi cha Simba. Kwa nini? Sababu anaamini akiwepo uwanjani ule uwezo wa kusafa, lakini namna ambavyo anaongezeka pale ambapo timu inakwenda kushambulia, mikimbio yake na namna ambavyo anaweza kujiposition kwenye maeneo umekuwa na mchango mkubwa sana. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho Libasi Gwe atakiongeza kwenye kikosi cha Simba kulinganisha na kile ambacho amekitoa kwenye mchezo wa jana.
mchezo wa jana pekee hautoshi kujaji ubora wake, lakini naamini ni moja kati ya wachezaji ambao wataisaidia pakubwa sana Simba. Bonge moja la goli, nafikiri si magoli ambayo yanafungwa na kila mchezaji. Alipiga eneo ambalo golikipa asingeweza kufanya lolote, kwa sababu amepiga na mguu ambao kwa macho ya wengi ama ya kawaida watu walikuwa nadhani anapiga cross, and then washambuliaji ambao walikuwepo kwenye ile eneo waweze kumalizia ule mpira, lakini katika engo ambao alipiga yale ni mashuti ama ni mipira ambayo inapigwa kimahesabu. Wakati ambao unafikiria ni kona ama kwa maana wakati ambao unafikiria wewe ni cross, ndio nyakati ambazo yeye anafikiria kukufunga. Kwa hiyo ilikuwa ni bonge moja la goli ambalo alikuwa na kipengele chochote, hakukuwa na papatu yoyote. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi ilikuwa ni moja kati ya goli zuri sana na alistahili hata kuondoka man of the match kwa namna ambavyo nimemtazama. Sawa, Yusufu Wakundu wa Msimbazi Simba pia wamemtambulisha mchezaji ambaye amesajiliwa na Jairuti. Jairuti ametimiza ahadi yake ya kumleta Loemba. Nataka kufahamu takwimu zake zimekaaje, ni mchezaji wa namna gani? Kabla tujaenda mbele, nataka niwarudishe kidogo mashabiki wa Simba. Hapa tuwekane sawa. Inawezekana kati ya mimi na wao kuna mmoja wapo ambaye amejichanganya. Ukirudi kwenye kauli ya Jairuti wakati anaingia mkataba na Simba, alisema nitasajili mchezaji ambaye mashabiki wa Simba wanafanyaje, watamuhitaji ama wanampenda. Swali, huyu mchezaji ni pendekezo la nani? Huyu mchezaji ni kweli mashabiki wa Simba walimuhitaji? Sababu ukirudi kwenye dirisha kubwa Simba alimtaka Faisal, ndio ikashindikana. Kuja dirisha dogo Simba walimtaka Okero, mashabiki wa Simba walimtaka Okero, ikashindikana. Huyu Inos Loemba ni pendekezo la nani? Au ndo ile unawaahidi hivi afu unawapiga chenga ya mwili wenyewe wanaita? Tuwekane tu sawa mashabiki wa Simba, mnijibu hili swali. Huyo mchezaji mmemtaka nyie? Kama nukuu ama kama ambao nikinukuu kauli ya Jairuti wakati anajiunga na Simba, huyu mchezaji ni mashabiki wamemtaka? Sawa, unaweza ukaniambia ni kocha, hata kocha yeye kamuona wapi? Sijakataa ni mchezaji mzuri, anaweza akawa bora zaidi yao ambao tumewataja, kina Faisal, kina Okelo, anaweza akafanya vizuri sana, lakini hawa viongozi lazima wajue kuishi na maneno yao. Yaani yale maneno yasije yakawa yanawahukumu baadaye. Kwa hivi sasa tukirudi kwenye nukuu ya Jairuti, manake kauli yake inamhukumu. Ndio mchezaji tumemwona, lakini maneno yako yalisema ni yule mchezaji ambaye mashabiki wa Simba watamhitaji. Ni kweli mashabiki hawawezi wakaa kwenye benchi la ufundi labda wakajua timu inahitaji nini, lakini mchezaji bora anaonekana. Mchezaji mzuri ajifiche. Nasikia ukirudi kwenye jamii ya kawaida ama kwenye maisha ya kawaida tunasema mwanamke mzuri kila mtu atamuona. Mashabiki wa Simba walimuona Faisali na ni mchezaji bora, kila mmoja anaamini. Sifikiri kama kuna kocha yoyote ambaye hahitaji huduma ya Faisali. Okelo pia. Lakini hapa mashabiki wa Simba wamefanywa figisu. Inawezekana kuna figisu watu hawajazungumza ili unajua. Mimi nawakumbusha tu. Turudi kwenye swali lako la msingi. Mchezaji wa namna gani? Ni mchezaji wa namna gani? Tumi ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye umri wake bado ni mdogo. Ana historia kubwa sana barani Afrika kwa maana ya mafanikio. Hajawa na namba kubwa sana kiasiko kama ambavyo baadhi ya wachezaji wamekuja wakiwa na namba kubwa, lakini mimi binafsi huwa siamini kwenye namba. Unaweza ukaja na namba zako na bado vitu vikashindikana. Tuliona kwa Ekua na wachezaji wengine ambao wamekuwa na namba. Muhimu kwa hivi sasa ni namna gani ambavyo anaweza akawa na mchango mzuri kwenye kikosi cha Simba, kizingatia mahitaji ambayo Simba wanayahitaji ama matarajio ambayo wako nayo. Ameenda kwenye eneo ambalo litamhitaji kwanza akubali huyu ambaye yupo kwenye hili eneo ni mchezaji bora, ni mchezaji mkubwa kunizidi mimi, kwa sababu tayari ameshathibitisha, ameshaonyesha, na maanisha Chama, Kratos, Fipo, Mwamba, Rusaka. Ile ni moja kati ya eneo ambalo limewashinda wachezaji wengi sana. Nafikiri ukirudi kwa hivi karibuni wamepita namba 10 sana wengi pale eneo la Simba, lakini wameshindwa kufanya. Ndio maana Simba
analazimika tena kurudisha Chama Kratos. Kina Neo Maema, kina Morsi Abraham, of course Jean Charles Ahoua, msimu uliopita alikuwa na kiwango bora sana, lakini ukirudi msimu huu hakuwa na kiwango bora sana. Cha muhimu ni namna gani ambavyo anaweza akawa anaishi kwenye matakwa ya mwalimu, kwa maana uwezo wake wa kupokea na kwenda kutendea kile ambacho mwalimu anakihitaji. Ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kucheza wide, kwa maana anaweza kacheza kushoto na kulia, lakini ana enjoy zaidi kucheza kama namba 10, eneo ambalo yuko Chama Kratos. Kwa hiyo sitaki nimzungumze sana, lakini natamani pia na mimi nijipatie muda wa kutaka kuthibitisha kama ni Steve Barker ambaye alimpendekeza ama uongozi wa Simba, kuna kitu gani ambacho alikiona kutoka kwake. Hayo ndo maswali ambayo bado natamani kujibiwa pale ambapo atapata nafasi ya kucheza, lakini kwa maana ya mchezaji, sifa ambazo amekuwa nazo ni mchezaji mzuri, lakini hiyo pekee haitoshi kuisaidia Simba. Unaweza ukaja mzuri ama ukaja mchezaji mbaya, nafikiri tumpe tu muda, tusimpe pressure, anaweza akaperform vizuri na watu wakaanza kumwimba. Sawa. Yusufu, kuna save moja ambayo ameifanya goalkeeper mpya wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, moja ya save kubwa kweli kweli. Itoshe kusema kwamba mnyama amepata goalkeeper sahihi? Pale Simba amepata mtu pale nafikiri naiona kabisa safari ya Kamala na Simba ndo basi tena. Yaani kibarua cha Simba na Kamala ndo hivyo, imeisha hivyo. Wewe chukua hiyo, imeisha hiyo. Yule jamaa anavyocheza ndo imeisha. Unajua Kamala ni goalkeeper mzuri sana, lakini kuna nyakati anajisikia, kuna nyakati anajisahau, kuna nyakati alikuwa anajiona yeye ni mkubwa kuliko wengine. Imewahi kutokea amepigana na Fabrice Ruamba Ngoma pale Zanzibar, si ndio? Lakini kwa hiyo goalkeeper, nidhamu ambayo amekuwa nayo labda badilike, sababu pia watoto wa Uswazi huko nao ndio wanaotuchanganyia wachezaji, lakini kwa namna ambavyo wanacheza, unajua unazungumzia save ambayo amefanya jana, si ndio? Lakini usisahau kaingia kwenye magolikipa, miongoni mwa magolikipa ambao alifanya save bora kwenye michuano ya kimataifa tu ya makundi hizi mechi zilizomalizika. Ameingia, yupo pale golikipa National Ahli kama sikosei, yuko yeye na yuko golikipa mwingine pale, Diara hayupo, sijamuona. Kwa hiyo nafikiri tumpe muda, ni golikipa ambaye akijaa golini unaona kweli kuna golikipa, hamna shati pale. Kwa hiyo akiwa golini anajaa kweli kweli, anajaa vibaya mno. Yaani kuna namna akiwa golini pale akinyosha mkono hivi na akanyosha hivi, kumfunga ni vigumu mno, ni vigumu. Kwa hiyo tumpe muda na aendelee kupewa support na imani ya kwanza, kwa sababu katika goli ambalo alifungwa nafikiri kule ndo lilikuwa goli la kwanza kufungwa. Of course pale ni makosa ambayo alianzia kwa Shomari Kapombe, sitaki nimlaumu sana, lakini ameanza kuitengeneza rekodi yake akiwa Simba. Kwa hiyo anahitaji kupewa muda. Nafikiri Steven Barker amekuja kwa haraka sana, akaweza kuswitch yale matarajio ya viongozi katika wale wachezaji ambao wamewakuta kwa haraka sana. Ameleta wachezaji wengi sana. Nafikiri endapo Simba atakosa ubingwa sasa msimu huu, kuna namna ambavyo wanapaswa kufanya, lakini kwa maana ya nyota ambao wamepita Simba ni wachezaji wa kuipa Simba ubingwa this season. Haijalishi watatolewa kwenye michuano ya kimataifa ama wataendelea, lakini wana timu ya kuwapa ubingwa. Na kitu ambacho mimi naamini ama naweza nikasema, mimi binafsi naona Simba akitolewa kwenye michuano ya kimataifa. Una imani na Simba? Sio kama sina imani. Una imani na Libasi? Simba tayari wameshachelewa. Yaani wakati ambao wanaamka, wakati ambao wananawa uso, kuna watu tayari washaoga wakaenda kazini. Wakati ambao nyie mnafikiria namna gani tunazipata pointi 3 ugenini, kuna watu wameshazipata na wamejiwekea rekodi. Kwa hiyo anaweza akatolewa kwenye michuano ya kimataifa. Mimi binafsi naona hivyo, na imani na nituma hivyo atatolewa, lakini ndo bingwa wa msimu chukua inakupa. Ndo bingwa wa ligi hii, yani ligi kuu Tanzania bara msimu Simba anachukua. Najua kuna gepu, najua Yanga wana kikosi bora, na heshimu kila kitu ambacho Yanga wanacho, lakini namuona Simba akichukua ubingwa ligi kuu Tanzania bara this season. Chukua maneno yake. Sawa, tuambie kwenye sakata la Elie Mpanzu. Inasemekana Fadlu Davis kutoka Raja Casablanca anamhitaji Elie Mpanzu, lakini pia huku za chini chini ni kwamba Young Africans pia nao wanamhitaji. Umezipata hizo?
huyu Fadlu huyu asisahau kama Simba ndo imemlea, asisahau kama Simba ndo imemtengenezea hiyo rekodi. Sasa naona anataka kuibomoa Simba kwa sababu alianza na Ahoua ikashindikana. Mara amerudi kwa Mpanzu tena, na kwa Mpanzu anaweza akafanikiwa kwa sababu ya ushawishi ambao umekuwepo. Yanga nao hawana dogo, hawana dogo, inawezekana pia hata ni mbinu, ama na hawa Yanga mimi wasiwaamini sana. Unaweza kushangaa ni mbinu. Katika kosa ambalo Simba basi kulifanya ni kumwacha Elie Mpanzu. Ndio kuna wachezaji wazuri sana, tumewaona wachezaji kama kina Libasi Gwe, kina Morris Abraham ambao wamekuja na wengine wote ambao wamesajiliwa, lakini usijipe imani kiasi hiko kwamba watakupa kila ambacho unakihitaji, kwa sababu hawa ni wachezaji ambao wanaitafuta rekodi, lakini una Mpanzu ambaye ameshatengeneza rekodi. Kwa maana Mpanzu ni sehemu ya mafanikio ya Simba katika msimu kwenye msimu uliopita. Wamecheza hatua ya finali CAF Confederation. Kwa alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameshiriki. Anaijua vyema Simba kuliko Libasi Gwe. Anajua vyema Simba kuliko Ismail Tule na wachezaji wengine ambao wamesajiliwa. Kwa hiyo inawezekana kiwango chake kimeshuka, lakini siamini sana katika kumwacha. Hii ni nyakati ambazo mchezaji anazipitia. Kuna nyakati ambazo fomu itashuka na ataonekana ni mchezaji wa kawaida, lakini tusisahau kuna nyakati pia anarudi kwenye ubora wake. Kwa hiyo kwa kile ambacho Mpanzu amekuwa nacho, aina mikimbio akiwa uwanjani, nafikiri endapo atabaki kwenye kikosi cha Simba ataisaidia pakubwa sana, kwa sababu tayari una Chama, Triple C, and then kushoto na kulia sasa una Libasi Gwe na Elie Mpanzu. Namba 9 una Black Lion Jonathan Soa. Kwa hiyo sifikiri kama itakuwa ni uamuzi sahihi wa Simba kuachana nao. Ni mchezaji ambaye bado ana mkataba na Simba. Kwa hiyo kwenye mpira ni maisha, kwamba kuna nyakati utakuwa na mchezaji na ataondoka kama utafanya biashara hivyo. Lakini katika nyakati ambazo labda Simba walipaswa kufuata njia za mpira, kwa maana tutamuuza ama tutaachana naye, hizo nyakati kwa wao kwa hivi sasa azipo. Wanapaswa kufunga kwanza vioo, sababu wameacha wachezaji wao wengi sana ambao wamehusika kwenye mafanikio msimu uliopita. Ligi kuu nafasi ya pili, finali CAF Confederation kina Steven Dese, Mkwara, Ahoua na wengine wameondoka. Sasa itoshe kwa wale ambao wameondoka, iwe yani imeisha, wasiendelee kuacha wachezaji wengine. Sawa, Yusufu, tumalize na hili hapa. Unadhani mnyama Simba kupitia dirisha dogo kuna namna ambavyo performance ya mnyama imekuwa boosted, kwamba angalau sasa inaonekana mnyama anarudi kwenye makali yake? Bado ni mapema, kwa sababu tukizungumza Simba kurudi kwenye makali yake ni kwa maana tumemtazama kwenye mchezo upi? Ndio. Tumemtazama kwenye mchezo wa Mashujaa. Experience, si ndio? Hiyo ndio Simba ya Steven Becker. Ni neno gani ambalo utalitumia kumwaminisha huyu anayetusikiliza hivi sasa kwamba Simba walikuwa na kiwango bora kwenye mchezo wa Experience di Tunis wakati wa kupata matokeo? Sawa, kwenye mchezo wa jana wamepata matokeo na tumeona, lakini ile ilikuwa ni Mashujaa. Tena Mashujaa ambayo imetoka kupigwa goli 6 na Young Africans. Kwa hiyo unaona bado kuna kazi ambayo Steven Becker na kikosi chake wamepaswa kuifanya. That's why kwenye mchezo wa jana nilikuwa naona kuna mabadiliko ya kile ambacho Simba alikionyesha kwenye mchezo dhidi ya Experience di Tunis na kwenye mchezo wa jana, lakini narudi nyuma kuamini kwamba huenda wachezaji wanacheza kwa fomu, kwa maana ya yale matamanio tumekuja kwenye timu mpya, ama huenda mpinzani aliyepita alikuwa ni mgumu zaidi kuliko huyu wa jana, na ndio maana Simba alionekana kuwa bora. Mbali na kuwa bora, kuna nyakati alikuwa inabidi asubiri mpinzani wake apoteze mpira ndio yeye aweze kuumiliki. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa ya kufanya, na nikitazama Simba ilikuwa inahitaji namba 6 mwingine, kama ingewezekana kumsajili wanahitaji namba 6 mwingine. Ukimtazama Kagoma ni kama sio yule ambaye alicheza msimu uliopita. Arasani Kante ndio mchezaji mzuri sana, lakini kuna nyakati utamkosa kama ambavyo anakosekana kwa hivi sasa. And then unapaswa kusimama na namba 6 wawili kwenye mechi ngumu. Ukimtazama Nabi Kamara si miongoni mwa sifa za wachezaji ambao wana tabia za kiukabaji.
Kwa kama Simba angeweza kupata mchezaji mwingine namba 6 wa kizawa mwenye uwezo mkubwa ingewasaidia. Semfuko Jazi ni mchezaji mzuri, umri wake bado ni mdogo, anahitaji zaidi kupewa muda na kuona namna gani ambavyo anaingia taratibu kwenye mfumo wa Simba, lakini bado ni mapema. Kwa hiyo kwa ufupi tu nitarijibu hili swali lako kwamba Simba imerudi au haijarudi baada ya mechi 4 mbele. Njoo niulize nitakujibu. Shukrani sana. Asante bana, msalimie binti yangu nani? Dadangu. Dada wa Mtanange. Dada wa Mtanange TV.